Leo ikiwa ni Julai 25, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bara, John Heche amehoji maana ya kauli ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbi, iliyowataka Watanzania kupambana ili kupata katiba mpya, akihoji iwapo kuna kikundi kinachokwamisha mchakato huo. Heche ametoa kauli hiyo leo Jumamosi Julai 25, 2026 akiwa jijini Mwanza. Wakati akizungumza na waandishi wa habari, amehoji kuwa ikiwa kiongozi mkuu wa serikali wanatamani katiba mpya, ni nini kinachozuia kupatikana kwake hadi wananchi walazimike kupambana. Nikinukuu kauli yake, anasema kwamba Nchimbi anasema Rais Samia anataka katiba, lakini wakati huo huo anatuambia tukomae tupate katiba. Sasa maana yake ni nini? Kama hakuna anayezuia, si inatakiwa iwe yenyewe tu bila kukomaa? Mwisho kunukuu alichozungumza Heche. Kauli hiyo ya Heche inakuja kutokana na Dr. Emmanuel Nchimbi aliyotoa kauli yake Julai 24 mwaka 2026 wakati akifungua mkutano mkuu wa 15 mwaka wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC. Katika mkutano huo, Dr. Nchimbi alisema, nikinukuu, anasema kwamba nikiambiwa kuna jambo kama makamu wa rais waambiwa Tanzania, nitasema pambaneni mpate katiba mpya, katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye manufaa na muafaka katika taifa, katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, na katiba inayojadili maisha. Mbali na hilo, Heche amewataka wanachama wa Chadema na Watanzania kwa ujumla kutokuwa na uoga na kuungana katika kudai haki, ikiwemo katiba mpya, akisisitiza kuwa shinikizo na mashambulizi dhidi yao ni ishara ya udhaifu wa wapinzani wao wa kisiasa. Katika hatua nyingine, makamu mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa John Heche amewaagiza mawakili wa chama cha Chadema na mwanasheria mkuu wa chama kuandaa timu maalum itakohakikisha viongozi wa chama hicho na wanachama wengine wanaoshikiliwa maeneo mbalimbali nchini wanarudi katika shughuli zao. Heche ametoa kauli hiyo akiwa Mwanza, ambapo amewasihi wanachama wa chama cha Chadema kote nchini kuonana na ndugu na watu waliokamatwa katika sehemu ya faraja. Nikinukuu kauli yake, anasema kwamba natumia nafasi hii kuwaagiza viongozi wetu wa chama, mawakili wetu, viongozi wote wa chama na mawakili wengine wote waandae timu maalum ya kuendelea kupambana kuhakikisha viongozi wetu wanaachiliwa, wanarudi kwenye shughuli zao. Mwisho kunukuu alichokisema Heche. Maagizo yake yanakuja kutokana na viongozi mbalimbali na wanachama wa chama hicho kufikishwa katika mahakama mbalimbali nchini wakikabiliwa na mashitaka yanayohusu ugaidi ambayo hayana dhamana. Vilevile, makamu huyo wa Chadema ameeleza kuwa chama hicho kinaandaa barua ambazo zimepangwa kupelekwa kwa mashirika mbalimbali ya kimataifa ikiwamo Amnesty International, Tume ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya EU, pamoja na mashirika mengine ya kutetea haki za binadamu. Lengo ni kujijulisha dunia kuwa kuna wanachama 51 ambao wameshtakiwa kwa kesi za ugaidi. Heche ameeleza hayo akiwa Mwanza, ambapo amesisitiza kuwa kuna ulazima kupiga kelele katika jumuiya ya kimataifa ili kupata msaada badala ya kukaa kimya, jambo ambalo linaweza kugharimu maisha. Aidha, Chadema imekiomba chama cha wanasheria Tanganyika TLS na mashirika mengine nchini kusaidia kuongeza nguvu ya mawakili na rasilimali ili. Nikiendelea kunukuu kauli ya makamu huyu mwenyekiti wa chama hicho cha upinzani, anasema kwamba si walisema wanamweka Tundu Lissu ndani kama chama kitakufa, kimekufa? Ni kama swali aliuliza, ndio kinakuwa cha moto zaidi kabisa. Wakimweka Heche atakuja Chagulani, atakuja Obadi, atakuja nani? Yaani huu moto umeshawaka, hakuna namna ya kuuzima, watamwachia kama walivyomkamata. Hii ikiwa ni kauli ya makamu huyu mwenyekiti wa Heche ambayo nimenukuu.
Lakini vilevile Heche ameendelea kusema kwamba viongozi na wanachama kadhaa wa chama hicho wanaoshikiliwa maeneo mbalimbali nchini kwa tuhuma za ugaidi, ambapo pia amedai kuwa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Lissu ina msukumo wa kisiasa, akishangaa namna kesi hiyo inavyochukua muda mrefu kumalizika. Ameongeza kuwa chama chao hakifanyi siasa za maigizo, bali kinafanya siasa makini kwa ajili ya ukombozi wa nchi ya Tanzania. Heche amefafanua kuwa lengo la siasa zao ni kufanya mabadiliko makubwa ya mfumo wa Tanzania, licha ya kile alichokiita ama kukitaja madhara kwa wanachama wao, ikiwemo kukamatwa na kuwekwa gerezani. Nikinukuu tena kauli yake, anasema kwamba kwa hiyo nataka nisisitize kwamba viongozi na wanachama wa Chadema, chama chetu kama chama kikuu cha siasa cha nchi hii, siasa tunazofanya ni za kwenda kubadilisha nchi hii na zina consequence, zina madhara kwetu, mwisho kunukuu. Lakini pia Heche amewataka viongozi na wanachama wa Chadema kuelewa kuwa siasa wanazofanya ni za mabadiliko ya kweli na anawaomba Watanzania wawaunge mkono. Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la vijana wa chama cha Chadema wakili Deogratias Mahinyila amesema madai ya fedha dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama hicho Heche hayana ushahidi wowote, huku akieleza kuwa hata wanaotajwa kuibua madai hayo ndani ya kikao cha kamati kuu kilichofanyika Kigoma hawajathibitisha kuibua ama madai ya hoja zao. Mahinyila ameeleza hayo alipofanya mahojiano na moja ya chombo cha habari. Amesema kama kuna mtu alimpa pesa John Heche, huyo mtu ni nani? Muamala aliyompa, hizo akaunti, lisiti ziko wapi? Alimpa kwa makubaliano gani? Mkataba uko wapi? Na hizo pesa zinakuwaje discussion? Hizo pesa ni kodi ya nani? Zinahusianaje na chama na imesemwa wapi ushahidi wao hilo jambo? Ni kama alihoji Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa vijana taifa wa chama hicho. Ameongeza kuwa hayo aliyompa pesa Heche amelalamika wapi? Kwa sababu hizo ni tuhuma tu zinasemwa, hatujaletwa wala kuletewa ushahidi wowote. Nafahamu nikiendelea kunukua, nasema kwamba leo tunaona watu wanaandamana, wanasema Heche apishe uchunguzi. Heche ni nani kwenye chama? Heche ndio anayepokea michango kwenye chama? Ofisi ya makamu mwenyekiti wa chama inazuia vipi uchunguzi wote kufanyika ndani ya chama mpaka mwambie akae pembeni? Taratibu za kukusanya michango kwenye chama ziko wazi. Makamu mwenyekiti hakuna mahali kokote atazuia uchunguzi wa aina yoyote. Pia katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda Victoria Zakaria Obadi amesema uwepo wa kesi za ugaidi nchini unachafua taswira ya taifa kimataifa, hivyo kuitaka serikali kuzingatia na kuziangalia upya uwepo wa kesi za ugaidi zinazofunguliwa. Akizungumza mara baada ya kutoka kusikiliza kesi ya washtakiwa 23 wakiwemo wanachama na viongozi wa Chadema ngazi ya kata na shina kutoka wilaya ya Ilemela na Nyamagana mkoani Mwanza, waliosomewa kosa la kufanya vikao au mazungumzo yanayolenga kufanya ugaidi. Obadi amesema kesi za ugaidi hazina afya kwa taifa, hali ambayo inaweza kusababisha watu kutoka nje ya nchi kuona Tanzania sio sehemu salama ya kuishi. Akizungumzia viongozi wao waliokamatwa, Obadi amesema viongozi ngazi ya kata na shina waliokamatwa kutoka wilaya ya Ilemela ni 4 na wilaya ya Mnyamagana 4.